Ametengeneza njia Baba pasipo na njia, amefanya mlango imepita salama katikati ya watu wengi waliokumbukwa na Mungu. Amini Leo ningependa kufundisha mambo machache ambayo yanahusiana na ufufuo, kufufua wafu. Jumbe wangu ni huo, kufufua wafu. Yesu alipokuja duniani, anaposema ama anapofufua watu, huwa hamaanishi kwamba anafufua wale watu katika mwili, bali anamaanisha kwamba ufufuo wake ni wa rohoni. Mwili ni kafa tu, mwili ni funiko tu, lakini Yesu anapozungumzia kufufua wafu, Yesu hakumaanisha mambo ya mwilini, bali Yesu alikuwa anazingatia sana mambo ya rohoni. Na leo tunaenda kujifunza jambo hilo, kwa sababu wengi wetu huwa tuna uchungu sana wakati mwili umelala. Na ni uchungu wa kibinadamu kwa sababu sisi nasi tumevaa mwili. Lakini mazungumzo yote ya Yesu katika Biblia alikuwa anazungumzia ufufuo wa roho. Ukiwa katika dhambi, wewe umekufa roho yako. Sasa yeye alikuja kufufua roho za watu, sio miili ya watu. Ndiyo wahubiri wanasema mlete mtu wako kama amefariki nitamfufua. Inawezekana, lakini Yesu hakumaanisha hivyo. Na wacha nikwambie, Yesu kuna mambo hakuja kuyafanya, lakini aliyafanya kulingana na vile alivyokuwa akitembea na maombi ya watu kumwambia Bwana tufanyie hivi, Bwana tufanyie hivi. Yesu hakuja kwa mambo ya ukombozi. Yesu hakuja kwa mambo ya ufufuo. Yesu hakuja kwa mambo ya uponyaji. Ila Yesu alikuja kwa nia moja tu, kuhubiri habari njema. Na hiyo habari njema ikiingia ndani yako, umepona bila vituko vya wahubiri. Pia Yesu hapo. Habari njema ikiingia ndani na ikae ndani yako, wewe umepona, wewe umefufuka, na wewe umekombolewa. Kwa sababu Yesu ni habari njema. Na habari njema ukiisikia itakubadilisha, ikutoe mahali ulipo pabaya kwenye shimo na ikuweke mahali pazuri. Anasema katika Luka 4:18 ya kwamba Roho wa Bwana amenitia mafuta ili niwahubiri maskini habari njema. Habari njema ni Yesu mwenyewe. Habari njema ni neno. Na ukisikia habari njema na uipokee habari njema, hautabaki jinsi ulivyo, maana habari njema itakubadilisha. Ndipo siku moja nikawaambia, Yesu akisikia habari mbaya kwako, anaibadilisha ile habari mbaya na kuifanya iwe habari njema, maana yeye mwenyewe ni habari njema. Pigia Yesu makofi. Anasema katika Luka 4:43, Luka 4:43 anazungumza, anasema, hebu acha tuangalie hapa Luka 4:43. Yesu anazungumza jambo pale. Yesu anasema, akawaambia imenipasa, Yesu anazungumza wewe, imenipasa kuhubiri habari njema ya ufalme wa Mungu katika miji mingine pia, maana kwa sababu hiyo nalitumwa. Imempasa kuhubiri habari njema katika miji mingine pia, habari za ufalme wa mbinguni, kwa sababu yeye alitumwa kuhubiri habari njema. Kwa hiyo ukisikia habari njema, kuna haja na vituko.
Maana hiyo habari njema ukiikubali na ikae ndani yako, basi tosha, inatosha. Anasema tena kwa Matendo 10:36 ya kwamba nimekuja kuhubiri habari njema. Yaani maandiko mengi tu Yesu anasema nimekuja kuhubiri habari njema. Matendo ya Mitume 10:36 anazungumzia pia habari njema. Wakati wewe unaenda kumhubiria mtu pale nje, na umhubirie huyo mtu asikie neno na achukue neno na apone kwa hilo neno, huyo mtu umemfufua. Hapo ni ufufuo umefanya, kuachana na kufufua maiti. Kuhubiria mtu na aokoke, umemfufua. Yesu alikuwa anazungumzia ufufuo wa roho, sio ufufuo wa mwili. Pigia Yesu makofi. Na ukiangalia Biblia vizuri, mambo haya ya kufufua na kukomboa na hata kuponya, ni watu walikuwa wanamwambia Yesu, Bwana, ndugu yangu hivi na hivi. Lakini yeye hakuja moja kwa moja kwa habari hizo. Yeye alikuja kueneza Injili, lakini katika kueneza Injili anafuatwa, anaambiwa ndugu yangu amekufa. Akifika pale anamwambia hajakufa, huyu amelala tu. Na akimwekea mkono, akiinuka, anawaambia habari hizi msimwambie mtu, kwa sababu yeye alikuwa anadili na roho. Yesu alikuwa hadili na kitu kinaitwa mwili. Pigia Yesu makofi. Anasema katika Yohana, msikitendee kazi chakula kiharibikacho, bali kitendeeni kazi chakula kinachodumu. Yaani anakuambia usizingatie sana mwili, bali zingatia chakula cha rohoni ambacho ni neno. Pigia Yesu makofi. Wapendwa, najaribu kuleta ujumbe ya kwamba watu wengi makanisani wamekuwa wakiibiwa, wakidanganywa na hata kupotezwa, kwa sababu wanaambiwa kwamba ukija kwangu nitakuponya, ukija kwangu nitakufufua, ukija kwangu naweza hivi na hivi. Ukweli mmoja tu ambao uko hapo ni kwamba wewe mwenyewe ukiamua kulijua neno na kulisoma neno, hayo magonjwa hayatakuja kwako, hivyo vita havitakuja kwako, maana neno ni mlinzi wako. Lakini ukianza kuamini mwanadamu kwamba yeye ndiye anaweza, utateseka hii dunia na utakimbia kwa waombezi wengi sana. Kila Jumapili itakuwa huko, kila Jumapili watafuta yule mwenye power, higher altar, wanaita higher altar. Watafuta mwenye power. Power is in the word, sio ndani ya mtu, is in the word, ndani ya neno. Nguvu ziko wapi? Ndani ya neno. Pigia Yesu makofi. Yesu alivitumia vitu vinavyoonekana ili kuthibitisha mambo yasiyoonekana. Yaani anafufua mtu tukiona, lakini hamaanishi hiyo, anamaanisha rohoni. Anakufufua katika roho. Pigia Yesu makofi. Leo kwa jambo moja, ukiwa kwa dhambi umekufa. Ukiwa kwa dhambi umekufa, na ukilikubali neno umefufuka. Na hiyo ndiyo Yesu alikuja kufanya, sio vinginevyo na vituko vinginevyo. Hayo mambo ya kufufua, alikufua kweli, lakini ilikuwa by the way. Lakini neno ukilishika, hata huko kufa utakufa, maana utakufa roho, utakuwa mzima siku zote. Pigia Yesu makofi. Waefeso 2 tuanzie 1. Msomaji, twende sasa. Waefeso 2 anzia 1. Nimeangaziwa. Na wewe leo nataka uangaziwe na jua la neema ndani ya roho yako. Soma Waefeso 2. Waefeso mlango wa 2 mstari wa 1. Inasema, nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu. Tulia kidogo. Biblia inasema nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu. Leo hii ukiwa kwa dhambi umekufa. Tunaambiwa kabla hatujaokoka tulikuwa na makosa katika dhambi tulizokuwa nazo. Sisi nasi tulikuwa katika dhambi.
Sisi nasi tulikuwa katika makosa, lakini kwa sababu ya dhambi zetu tulikuwa tumekufa. Kabla hatujaokoka tulikuwa tumekufa. Endelea mtumishi. Ambazo mliziendea zamani. Ambazo mliziendea zamani. Kuifuata kawaida ya ulimwengu. Kuifuata kawaida ya ulimwengu. Na kumfuata mfalme wa uwezo wa anga. Na kumfuata mfalme wa uwezo wa anga. Roho yule atendaye kazi. Roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi. Katika wana wa kuasi. Tosha tu. Kabla hatujaokoka mimi na wewe tulikuwa tumekufa, lakini Kristo akatuhuisha na akatuwekea jambo toba. Tukiwa ndani ya wokovu unaweza kunyenyekea. Mtu ambaye hajaokoka hata maana ya toba hajui, atakuwa anatubu nini na hajamkubali huyo Yesu ambaye angetubu kwake. Wewe ulipokuwa kwa dhambi ulikuwa umekufa, lakini Yesu akaja akatufufua, akatutoa kwa dhambi, akatuweka mikononi mwake. Wapendwa, Yesu anapendeza. Pigia Yesu makofi. Leo elewa ya kwamba yoyote aliye katika dhambi amekufa roho. Yoyote aliye katika dhambi amefanya nini? Amekufa roho. Je, tukizungumzia kifo cha mwili, wakati mtu anafufuliwa mwili anarudi tena kuwa mzima na anaishi tena. Hapo kuna swali tunapaswa kujiuliza. Ina haja gani mtu afufuliwe alafu atakufa tena? Ndio amekufa mwili, naitwa Pastor Ongoro, ningangane. After 3 days afe tena. Ina maana gani? Yesu anazungumzia hiyo kweli? Yesu anasema ukipona roho umeuona uzima wa milele. Sasa tunapong'ang'ana na kufufua mwili tunaharibia kifo sifa yake. Kama kuharibia kifo sifa yake, maana kifo ana sifa yake. Sifa yake ni daraja la kutuunganisha na Baba. Lazima mwili ulale ndio roho ikutane na nani? Sasa ukikataa kifo utaonana na Baba lini? Wacha mwili uende, roho ipone ili roho ikakutane na nani? Na Baba. Pigia Yesu makofi. Kifo ni kipatanishi. Yesu alikiweka pale iwe daraja tuvuke kuingia upande ule mwingine, lakini tunakataa. Watu wanakataa. Saa hii kuna wahubiri kama mimi wakisimama kwa madhabahu kama hivi, jambo la kwanza la wao kuongea ni kwamba mimi naweza kufufua wafu. Hata leo nileteeni mtu ambaye amekufa nimfufue. Yaani hizo ndizo sifa anazotangaza. Najiuliza, ukimfufua leo kwani ataishi na huo mwili milele? Si atakufa tena? Ina haja gani ufufue mtu ambaye atakufa tena? Pigia Yesu makofi. Yesu anazungumzia mambo ya nini? Ya rohoni. Roho zetu ndiyo Yesu anazihuisha. Tupone katika roho. Roho yako ikipona, uzima utauona. Twende kwa Yohana Mtakatifu 5:24. Kitabu ni cha Yohana Mtakatifu mlango wa 5 mstari wa 24. Ndiyo. Amini amini nawaambia. Amini amini nawaambia. Yeye alisikiaye neno langu. Yeye alisikiaye neno langu. Na kumwamini yeye aliyenipeleka. Na kumwamini yeye aliyenipeleka. Yuna uzima wa milele. Yuna uzima wa milele. Amini amini nawaambia. Yeye aliaminie neno langu na yule aliyenipeleka yuna uzima wa milele. Ndani yako wewe ni mzima siku zote na uko na uzima wa milele. Pigia Yesu makofi. Yesu akipenda kukuokoa na uishi anaweza. Na anaweza kukuongeza hata siku, maana hata kina Hezekia waliongezewa siku. Lakini hiyo ni kwa kupenda kwa yeye. Akipenda anatenda. Wakati mmoja nikawaambia story moja ya mtu mmoja ambaye alikuwa amekimbia sana, alikuwa anafukuzwa. Alipofika mahali chini ya mti akaanguka jangwani. Kiu ikawa imembana sana. Mtu huyu amebanwa na kiu,
yuko chini ya mti. Akiwa pale chini ya mti, akaona matone yanatona karibu na yeye, meupe ya maji. Anaona tu matone yakitona na ana kiu. Akasema, sasa itakuwaje na mimi nina kiu? Akatafuta kidude, pengine kifuvu au kitu chochote, akaweka ili akinge yale maji ama yale yanayotona. Akaweka hicho kidude, kikawa inatona mpaka ikajaa. Sasa ilipojaa, ndiye anasema sasa wacha ninywe. Anajitayarisha anywe. Kunakuja kunguru, anapiga ile kitu, anamwaga chini. Anakasirika, anasema sasa mimi hata nimetega hii muda wote, huyu kunguru anakuja anagonga hii kitu, itakuwaje? Wacha nimtime sasa. Akaweka tena, ikajaa tena. Anajitayarisha kunywa kwa ule mkebe, kunguru akaja tena akagonga. Akasema huyu kunguru sasa ananiudhi, itakuwaje? Mimi nataka nasikia kiu namna hii na anagonga huyu. Akaweka mara ya 3, akitaka kunywa, kunguru akagonga tena. Ndio akafikiria akasema, wacha niangalie basi haya maji yanatoka wapi, ndio nipande ninywe huko juu kuliko kuweka kidude hapo. Alipogeuza kichwa na kuangalia juu, alikuta joka chatu mkubwa sana. Kumbe hao nyoka wakubwa wanatoa tu matone, nyute zile. Sasa hizo nyute ndio alikuwa ni anywe, lakini Yesu akamsaidia akapona. Yesu akipenda kukusaidia na kusaidia. Pigia Yesu. Alikuwa anaona yule ndege anakosea tu, kwa nini anagonga? Kumbe ni Yesu ametuma yule ndege asije akanywa sumu ya nyoka. Na Yesu akitaka kukusaidia, atakusaidia kwa njia zote, lakini kazi yake ikitimia ni kwa upendo wake. Pigia Yesu makofi. Nataka kuambia kwamba kifo cha mwili si kitu. Angalia roho yako kama imekufa kwa dhambi, jua hata kwa Yesu hufiki. Yeye anasema katika Yohana 5:24 ya kwamba amini na waambia, anayeamini neno na kumwamini mwenye neno yuna uzima wa milele. Pigia Yesu makofi. Si haijalishi ya kwamba paka ni mweupe ama mweusi, lakini kinachojalisha ni kwamba awe anaweza kushika panya. Haijalishi paka ni mweupe ama mweupe, kinachojalisha sana ni awe anaweza kushika panya. Kama yuko rangi ya green, yuko blue, yuko white, yuko yellow na ashiki panya, huyo paka hakufaa ama anakufaa? Haimaanishi rangi, ni sawa. Sasa sisi wanadamu nasi, rangi za miili yetu, uwe mweupe, uwe mwekundu, uwe nini, hiyo si shida. Umuhimu ni kwamba roho yako ni nzima. Pigia Yesu makofi. Hiyo ndio muhimu. Rangi ya paka si kitu. Kama hawezi kushika panya, hana hata awe na rangi nzuri gani, lakini muhimu ni awe anaweza kushika panya. Na hii miili yetu, tunaweza kutamani kuwa weupe, tunaweza kutamani kuwa rangi zozote, lakini hiyo si shida. Muhimu ni kwamba roho yako iwe imepona na iko mikononi mwa Yesu. Pigia Yesu makofi. Wacha tuangalie Luka 15, mwana mpotevu pale. Luka 15, nafikiri mstari wa 20 na pale kuna kitu nataka kuanza kuweka wazi sasa. Luka 15:24. Soma Luka 25:24. Kitabu Mathayo 15:24. mlango wa 15 mstari wa 24. Ndiyo. Kwa kuwa huyu mwanangu alikuwa amekufa. Huyu ni mwana mpotevu, sasa amerudi kwa babake. Na sasa babake anaongea jambo. Hebu twende. Kwa kuwa huyu mwanangu alikuwa amekufa. Kwa kuwa huyu mwanangu alikuwa amekufa, naye amefufuka. Alikuwa amepotea, naye sasa ameonekana. Wakaanza kusherekea. Hii habari ya mwana mpotevu inayozungumzia Yesu na sisi. Sisi ndio wana wapotevu. Kabla Yesu hajakukomboa, ulikuwa umepotea katika dhambi. Na Yesu alipokuokoa,
sasa umekuwa mzima. Maana ukombozi wa Yesu ni wa kuona uzima wa milele. Sasa babake huyu mwana mpotevu ambaye ndiye baba yetu Yesu Kristo anasema jambo moja muhimu sana pale. Kwa kuwa huyu mwanangu alikuwa amekufa. Huyu mwana mpotevu si alikuja akiwa anatembea. Lakini Biblia inasema kwa kuwa huyu mwanangu alikuwa amekufa, lakini sasa amefufuka. Haya ni mambo ya rohoni. Kwa kuwa huyu mwanangu alikuwa kwenye dhambi, lakini sasa amekubali kuiacha dhambi na akombolewe. Roho yake sasa ni mzima. Pigia Yesu makofi. Kwa sababu huyu mwana mpotevu alimtukana babake, akabeba mali zake akaenda, akatapanya na walevi, akala na nguruwe, akatenda dhambi zote chafu kule. Sasa huko alikuwa amekufa. Aliporudi kwa babake, sasa babake anasema hakika mwanangu amerudi. Huyu mwanangu alikuwa amekufa, lakini sasa amefufuka. Yaani alikuwa amekufa katika dhambi, lakini sasa amekombolewa, amefufuka, yuko katika roho. Na hata wewe ulipookoka na kuamua kumfuata Yesu, umefufuka roho. Songa na mbele na Yesu. Pigia Yesu makofi. Kuna ndoto unaweza kuota alafu ikakuchanganya ama ikakushangaza. Unaweza kuota umepelekwa mochari ama umepelekwa makaburini, unafufua watu. Unafufua watu mochari na makaburini. Sasa jua ile sio kufufua wale waliokule, bali ni uhubiri Injili, roho za watu zipone. Pigia Yesu makofi. Ukiota ndoto kama hii sikusumbue. Hata unaweza kuota jirani amekufa alafu kaitwa wewe. Njoo muombee huyu. Jua ni karama. Huduma iko ndani yako. Na neno utakalo litamka na ni neno la kweli, yule ndugu atapona, sio kufufuka mwili, bali roho yake itafufuka. Yesu anaongea mambo ya rohoni wapendwa. Lakini ndiyo mambo ya rohoni yathibitishwe kwa mwili, kwa vile Yesu pia alivaa mwili tupate kujua vile alivyoenenda. Lakini watu wengi wanachukulia Yesu alifufua mtu live kabisa, na inawezekana. Sikatai kwamba inawezekana. Lakini wacha nikuulize swali. Wakati ambapo mimi mchungaji ninaenda kuwekea mtu mkono nimuombee afufuke, na huyu Yesu ndio amechukua hii roho, nitakuwa napingana na Yesu ama sipingane naye? Kwa sababu yeye ndio amechukua roho, lakini mimi namlazimisha yeye amfufue yule. Sio kama mnanielewa? Amina. Yesu amechukua roho, si sawa? Sasa mimi mchungaji naja kusema Yesu Kristo regesha hii roho. Sasa alichukua, mimi sasa namlazimisha aregeshe. Kuna confusion hapo. Si sawa? Amina. Maana yeye ndiye alichukua. Kama asingetaka hangeichukua. Pigia Yesu makofi. Haya, tusome Luka 20 mstari wa 38. Mlango wa 20 mstari wa 38. Ndio. Inasema, naye si Mungu wa wafu. Naye si Mungu wa wafu, bali wa walio hai. Bali ni Mungu wa walio hai. Yaani yeye si Mungu wa wafu, bali ni Mungu wa walio hai. Ukizama kwa dhambi na upotee kwa dhambi, sasa yeye atakuacha. Lakini yule aliyemkubali na kutembea naye yuko hai. Sasa yeye ni Mungu wa walio hai, sio Mungu wa waliokufa. Ukiona una pesa nyingi sana, ama wewe ni tajiri una mali, na hiyo pesa au mali haikusaidii, kula hiyo mali yote alafu mpate Yesu, maana msaada wako uko kwa Yesu. Kula mali yote alafu mpate nani? Yes. Kwa sababu uko na pesa, uko na mali na haikusaidii. Sasa kula hiyo pesa yote. Ukimaliza hiyo pesa fuata nani? Yes. Maana msaada wako haiko kwa hivyo vitu. Msaada wako uko kwa nani? Yesu Kristo. Pigia Yesu makofi. Anasema yeye si Mungu wa wafu, bali ni Mungu wa walio hai. Waliokufa roho kwao ni jehanamu, na walio na uzima wa roho kwao ni mbinguni. Hawezi kuwa Mungu wa wafu, yeye ni Mungu wa walio hai. Pigia Yesu makofi. Hata hivi sasa sisi ambapo roho zetu ziko hai,
inatupasa tuwahubiri wengine nao wapate kukombolewa, watoke katika dhambi, waingie katika utakatifu. Amina. Nimewaambia sasa hivi kuna mambo mengi. Mtu anakuja anasema naweza kufanya hii, naweza kufanya hii, naweza kufanya hii. Okay, ni sawa. Lakini Yesu alipokuja alituletea habari gani? Alituambia tuhubiri habari njema, na yoyote atakayeikubali hiyo habari amekwisha pona. Neno, wapendwa, neno ndio linaponya watu. Wengi wamekuwa wakiangalia kwamba fulani ameenda pale akaombewa akapona, mimi pia kesho naenda pale, yule muombaji ni mzuri sana. Ni kweli, lakini neno je, unalitaka? Ukiangalia makanisa haya mengine unaona wanaenda watu kila tabaka, Waarabu, Waislamu, kina nani. Ukimwambia mtu aokoke hataki, lakini anataka kupona. Hataki neno, lakini anataka hapo pone. Sasa hapo ndipo pana shida. Utazunguka kweli, maana kitakachoponya mwanadamu ni neno peke yake, hakuna kitu kingine. Pigia Yesu makofi. Mathayo 8:22. Kisha Mathayo mlango wa 8 mstari wa 22. Ndiyo. Lakini Yesu akamwambia, nifuate. Waache wafu wazike wafu wao. Waache wafu wazike wafu wao. Yesu akamwambia yule ndugu ambaye roho yake imeshakuwa imeruishwa, wewe nifuate, wachana na wafu wazike. Kama wewe ni mzima wa mwili na roho yako imekufa, wewe umekufa. Sasa yule aliyekufa mwili na roho, wewe ambaye ni mzima lakini roho yako imekufa, chukua nafasi ya kumzika mwenzako. Pigia Yesu makofi. Lakini walio ndani ya Yesu wanahuishwa na Yesu. Mara nyingi huwa tunajifunza ya kwamba mwili ukilala pale hakuna kitu tena. Roho ikiondoka tu inabaki gogo sasa. Hakuna kitu tena. Sasa yule ambaye hajaokoka, kwa vile wewe umelala, hiyo siku atatumia hata peni. Sasa amekufa roho, anaona umuhimu wa mwili badala ya kuona umuhimu wa roho ilipokuwa hai. Kama ulipokuwa hai kabla hujalala, angekuletea habari njema ili upone roho. Lakini alikuacha mpaka mwili umelala, sasa anaanza kutumia mapesa. Tumpeleke Jocham, tumpeleke Aga Khan, tumpeleke wapi? Anatoa mapesa mengi kwa sababu ndani ya roho yake yeye mwenyewe amekufa. Pigia Yesu makofi. Wacha wafu wazike wafu wao. Lakini sisi ambao tumesimama katika njia ya rohoni, tusonge na habari njema, kwa sababu hiyo habari njema ndiyo itaponya mtu roho na hata apone mpaka auone uzima wa milele. Pigia Yesu makofi. Ndipo huwa ninasema Isaya 45 mstari wa 9 inaanza kwa kusema ole wake ashindanaye na muumba wake. Maana kigai kimoja tu kitatoka mbinguni na kifanye kazi, kwa sababu yeye Bwana wetu Yesu Kristo alimuumba mwanadamu kwa mfano wake, na akakuumba mzuri ulivyo, mzuri kabisa. Lakini kisha baadaye unaanza kumkosoa Yesu, maana unashindana na yeye. Alikupa nywele nzuri nyeusi, unaenda kubandika manyasi na makonge. Ole wake anayeshindana na muumba wake. Sasa unashindana na muumba wako kwa sababu ya mwili, ambao huo mwili ukilala si kitu, afadhali roho ipone. Lakini huu mwili ukibandika vitu ambavyo si vya Yesu, umejiingiza kwa dhambi. Usishindane na Yesu. Vile alivyokuumba mweusi, kaa hivyo. Vile alivyokuumba mweupe, kaa hivyo. Lakini unapata wanadamu wengi duniani wanaspend ama wanatumia pesa nyingi kwa kurembesha huu mwili. Wanarembesha mwili, yaani mtu anatumia milioni 1 ama 100,000 kwa mwezi kununua mafuta,
kununua nywele, kununua nini, unataka kuonekana mzuri. Lakini mwili ukilala je? Inaenda inakuwa mattress ya mabuu huko chini. Dhambi jana umeingia, mwili nao ni mattress ya nini? Ya mabuu. Kwa hivyo ole wake ashindanaye na muumba wake. Usishindane na Yesu. Usishindane na uumbaji wa Yesu. Kaa jinsi alivyokuumba na Yesu atapendezwa nawe. Niliwaambia siku moja ya kwamba wanaume siku hizi ama wakati mwingi hawapendi mambo ya marembo. Mwanamume anakupenda jinsi ulivyo, natural. Lakini ukisema unataka kubandika vitu ndio upate kumpendeza mumeo ama upate kumpendeza mchumba wako, ndio unaharibu. Kwa sababu hivyo vitu umeweka katika mwili wako ni vya shetani, na shetani hata kubali amani iwe kwa hiyo nyumba. Kwa hivyo ukikaa vile Yesu alivyokuumba umemshinda shetani. Lakini ukibandika vitu katika mwili wako umemkaribisha shetani. Anasema hapa kuna vitu vyangu hapa. Hapa kuna vitu vyangu lazima niingie hapa. Na anaingia kweli kwa sababu umemkaribisha. Wapendwa, huu mwili unapita tu. Kuna watu wanaspendi pesa nyingi sana hata kwa siku moja. Ameenda saluni hii, akijiangalia kwa kioo, amenisonga vibaya, mbio kwa saluni nyingine. Anapiga saluni 3 kwa siku kwa sababu kila akifika kwa kioo sivyo. Lakini Yesu anasema alikuumba vizuri. Akasema mwanadamu ni mzuri na ninapendezwa naye. Kama unapendezwa na Yesu, nani mwingine unataka akupende zaidi ya Yesu? Na huu mwili unaogharamikia sana utaenda wapi? Na Yesu anataka huu mwili ukae vipi? Ndipo sasa ninakwambia Yesu ni muweza wa yote. Kaa vile Yesu alivyokuumba. Yesu anadili na nini? Roho. Na huu msemo uko sana ya kwamba Yesu haangalii mwili, Yesu anaangalia roho. Tafsiri yake tunaielewa vizuri. Hiyo roho iliyoharibika ndio itachafua mwili. Roho ikiharibika, ukiona mtu amebandika vitu na kujipaka, roho imeharibika tayari. Hiyo roho imeharibika tayari. Roho imekufa. Roho ikifa ndio inachukua vya shetani, lakini roho iliyo nzima haitaki vya shetani. Pigia Yesu makofi. Yesu alikuja ili atukomboe. Yesu alikuja ili atutoe katika dhambi, ili tuwe na uzima tele tele. Pigia Yesu makofi. Mathayo 16 mstari wa 28. Mathayo 16 mstari wa 28. Tutamaliza mapema leo na Mathayo 16:28. Mathayo 16:28. Ndio. Amini nawaambieni. Amini nawaambieni. Pana watu katika hawa wasimamao hapa ambao hawataonja mauti kabisa. Hata watakapomwona mwana wa Adamu akija katika ufalme wake. Pana watu katika hawa wasimamao hapa ambao hawataonja mauti kabisa hata watakapomuona mwana wa Adamu akija katika ufalme wake. Yesu ya mjini alizungumza maneno haya miaka 2000 iliyopita. Si sawa? Na kama alizungumza maneno haya miaka 2000 iliyopita, alikuwa anaongea maneno yaliyo wazi ya kusema, na waambieni kuna watu hapa waliosimama mbele yake. Siku hiyo walikuwa wamesimama hapo mbele yake, ambao hawataonja mauti mpaka waje wamuone Yesu katika ufalme wake. Je, sasa hii miaka 2000 hao watu waliosimama siku hiyo bado wako? Sasa Yesu alikuwa anazungumzia nini? Kwa sababu alikuwa anazungumzia nyinyi mliosimama hapo mbele ya Yesu siku hizo. Sasa miaka 2000 imepita, hao watu bado wako kwa mwili? Walishakufa kwa mwili, si ni sawa? Ama mwili ulikwisha haribika, lakini Yesu alikuwa anazungumzia roho zao. Wale waliosimama pale mbele yake, akiwaangalia katika roho, anaona hawa ni wazima katika roho. Na hawa kwa vile ni wazima katika roho, hawataonja mauti ya roho mpaka nitakaporudi. Lakini wale ambao si wazima katika roho, tayari wanaonja mauti, maana
wao wako katika dhambi na walikufa katika dhambi, wanangojea ziwa la moto. Pigia Yesu makofi. Nataka tu nikueleze kwamba Yesu alikuwa anazungumzia sana kifo cha roho. Watu waliosimama mbele ya Yesu walikuwa wengi sana, na Yesu anawahubiria, sikizeni neno, pokeeni neno. Wale waliokuwa wakipokea na kuweka hawataonja mauti, bali wao siku hiyo itakapofika watafufuliwa na kwenda pamoja na Yesu. Wathesalonike wa kwanza 4:13 inazungumzia siku hiyo, maana siku atakapokuja mwana wa Adamu kuna mambo yatafanyika. Waliokwisha kufa mwili watafufuliwa na walio hai watabadilishwa, na wakisha kubadilishwa wote wataenda na Baba juu mbinguni. Kwa hiyo Yesu alikuwa anazungumzia watu kama wale ambao hawatawahi kuonja mauti ya roho. Roho yao itabaki ikiwa nzima, japo mwili utakufa na kuharibika, lakini anazungumzia roho zao. Maana aliwaangalia akaona roho za hawa watu ni roho zilizo na neno na zinamtukuza yeye aliyewaumba. Pigia Yesu makofi. Na hata mimi na wewe leo tutakapomtukuza Yesu katika roho na kweli, japo tukilala roho zetu ni nzima, tutamuona Baba. Lakini tukidumu katika dhambi, tutalala mwili na tutalala roho na tutaenda jehanamu. Lakini Yesu alikuja kuiokoa roho isionje mauti ya kuingia motoni. Pigia Yesu makofi. Kuna matukio ambayo Yesu aliyazungumzia. Kuna habari zile za Dorcas, mnazielewa. Dorcas ni story ambayo iko katika Matendo 9:36, inazungumzia kifo cha Dorcas. Ukisoma vizuri unakuta Dorcas atasimamia kanisa, na kifo chake ilikuwa ni kifo cha kanisa, kifo cha rohoni. Lakini alipokuja kuombewa tena sala ya toba na Petro alipokuwa yafa, Dorcas akafufuka tena. Ule ni ufufuo wa roho. Roho ya Dorcas ilikufa kwa sababu huenda ikawa alijihusisha na mojawapo ya dhambi wakati akifanya huduma, ndipo akafa roho. Lakini Petro alipoitwa kutoka yafa, akaja akamwekea mkono na akaifufua roho yake. Hivi siku za leo ninapoongea na nyinyi, roho yako ndiyo muhimu. Mambo ya mwili yatabaki udongoni na yatabaki kuwa hapa hapa, lakini roho ndiyo muhimu. Ninawaambia, chura anapenda sana maji, lakini ukimweka ndani ya maji ya moto mtakosana na urafiki wenu utaisha kabisa. Tunapenda sana kusikiza neno, lakini wakati neno linapotukata tunakataa. Neno likigonga ndipo unakataa. Ndio maana sisi tunapenda sana wokovu, si ndio? Baba, Yesu Baba, lakini wacha ufikie mahali pa majaribu imefikia. Niliwaambia jaribu ni darasa la mteule. Mtu yote aliyeokoka, jaribu ni darasa lake. Lazima usome kwa majaribu. Jaribu ni daraja la mafanikio. Hauwezi fanikiwa katika wokovu kabla hujajaribiwa. Jaribu ni mlango wa kuinuliwa. Yesu akitaka kukuinua, akutoe mahali ulipo, akusongeze ngazi nyingine, lazima upitie majaribu. Hapa ndipo wengi tuliookoka huwa tunakataa. Wewe unataka tu wokovu uwe nywe, kila kitu unapata. Kahoma kakiingia, vita ikiingia kidogo, Yesu akae kando kwanza. Lakini hilo jaribu ndio limeletwa likutoe mahali likuweke mahali. Pigia Yesu makofi. Wacha tusome habari za Lazaro. Yohana 11. Tutasoma mstari wa 24 kama sikukosea. Mstari wa 23 na 24. Habari za Lazaro. Lazaro alikuwa ni rafiki wa Yesu mkubwa sana. Na Yesu akiwa katika kuhubiri kwake analetewa habari ya kwamba rafiki yako Lazaro hawezi, hali yake ni mbaya. Yesu akawaambia wanafunzi wake jambo moja: ugonjwa wa Lazaro si wa mauti, umekuja ili utukufu wa Bwana ujulikane kwenu. Unaona kile anachowaambia wanafunzi wake?
Ugonjwa wa Lazaro si wa mauti, kwa sababu Lazaro alikuwa mzima katika roho, ingawaji mwili utalala. Lakini anawaambia ugonjwa wa Lazaro si wa mauti, kwa sababu Yesu anajua roho ya Lazaro iko sawa na ni nzima. Sasa anawaambia wanafunzi wake, msijali, ugonjwa wa Lazaro si wa mauti, umekuja ili utukufu wa Mungu ujulikane kwenu. Na Yesu akawaambia wanafunzi wake, tusonge Uyahudi. Mwanafunzi mmoja akamuuliza Yesu, tulikuwa Uyahudi juzi hata ukapigwa mawe. Anamwambia twende huko. Walinipiga mawe lakini twendeni huko. Anaacha habari za rafiki yake Lazaro, anaenda tena Uyahudi. Maana ashajua roho ya Lazaro ni nzima. Haina haja aende mbio kama roho ni nzima. Huyu tutakutana, maana roho yake ni nzima, haijafa. Yesu anasonga Uyahudi, alafu kisha baadaye anamwambia rafiki zake ama wanafunzi wake ya kwamba sasa twendeni tukamuone Lazaro. Ashalala kaburini siku 4. Ndio Yesu anasema twendeni sasa tukafanye jambo. Soma mstari wa 23 na 24. Yohana mstari wa 11, mstari wa 23 na 24. Ndio. Inasema. Yesu akamwambia, ndugu yako atafufuka. Ndugu yako atafufuka. 24. Martha akamwambia, najua ya kuwa atafufuka katika ufufuo siku ya mwisho. Endelea. Yesu akamwambia, mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Yeye aniaminie mimi hata akifa, ajapokufa atakuwa anaishi. Pigia Yesu makofi. Yesu akamwambia, mstari wa 25, mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Yeye aniaminie mimi, ajapokufa atakuwa anaishi. Kwa nini Yesu anaongea maneno haya? Yaani mtu yeyote anayemwamini Yesu katika roho na kweli, hata ajapokufa atakuwa anaishi. Je, umekufa mpaka tumekuzika, utakuwa unaishi vipi na unaishi wapi? Yesu anaongelea mambo ya rohoni. Pigia Yesu makofi. Utakufa, tutakuzika, lakini Yesu anasema kama unamwamini wewe ni mzima. Wapendwa, amini Yesu. Wapendwa, soma neno. Wapendwa, fuatilia mahubiri. Yesu anakupenda. Anataka tu ukubali neno lake na ulifuatilie. Mimi nawaambia jambo moja, na hii ndio siri ambayo watu wengi hawaijui. Wakati unamwamini Yesu katika roho na kweli na unasoma neno, hata shetani mwenyewe atakuogopa. Majaribu yatakayokuja kwako ni Yesu ameyaruhusu tu, lakini sio upumbavu wa shetani wa kuingia nyumba yoyote anayotaka. Akifika anakatwa tayari, maana umejaa neno. Amina. Ukikolea neno kwisha, shetani atakuogopa na atawaambia wenzake pale usiende, kwa sababu kuna moto wa Roho Mtakatifu. Yesu anasema anayeniamini mimi, basi hata ajapokufa huyo ataishi tena. Sasa huyu mtu amekufa nini? Amekufa mwili, lakini roho ilikuwa nzima. Roho inaishi na iko pamoja na Baba. Wapendwa, tufuatilie neno. Amina. Kuna vituko vingi vinafanyika sana makanisani. Ingawaji hapa mimi sijakuwa na vituko kama hivyo, lakini wanaona havina maana. Kitu kinaitwa deliverance ama ukombozi inaweza kufanyika hapa ndani, tena ikawa ni nzuri kabisa. Lakini ukombozi wa kweli ni wa wewe kulikubali neno, ukombolewe na hilo neno ndani ya roho yako. Ndani ukombolewe, ukombozi wa kweli. Na shetani hata kuchezea. Kama ni uponyaji, utapona roho na utapona mwili. Lakini kwanza anza kulikubali neno. Neno linaponya, neno linafundisha, neno linafufua. Sote tulikuwa wafu kwa ajili ya dhambi, lakini kwa ajili ya neno tumefufuka na tunatembea na Yesu tukiwa tunamwabudu katika roho na kweli. Pigia Yesu makofi. Neno ni neno jema.
Neno nalipenda neno lenye uzima. 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 Ufunuo 14 mstari wa 13. Soma. Ufunuo wa Yohana. Yeye ni mwema. Ananipenda Mwokozi, 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 yeye ni mwema. Ufunuo mlango wa 14 mstari wa Ndiyo. mstari wa ngapi? Mstari wa ngapi? Mstari wa ngapi? 13. Mstari wa 13. Nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema, andika, Andika. heri wafu wafao katika Bwana Heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa. tangu sasa. Naam, asema Roho. Naam, asema Roho. Wapate kupumzika baada ya taabu zao. Wapate kupumzika baada ya taabu zao. Kwa kuwa matendo yao yatafuatana nao. Kwa kuwa matendo yao yatafuatana. Pigia Yesu. Anasema heri wafu wafao katika Bwana. Naam, tangu sasa. Maana matendo yao yatafuatana nao. Ukifa mwili na roho iko mikononi mwa Bwana, basi wewe una heri wewe. Heri wewe unayekufa mkononi mwa Bwana. Tusizingatie kifo cha mwili. Yesu alikuja na akafufua, lakini alikuwa anatuonyesha ya kwamba mambo haya anayafanya, lakini sisi tutafufuliwa katika roho. Pigia Yesu makofi. Aliye na uwezo juu ya roho ili aichukue roho ni Yesu peke yake. Mhubiri anasema, Mhubiri 8:8, hebu soma. Anasema, hakuna mwanadamu mwingine ama hakuna kitu chochote ambacho kina uwezo juu ya roho ichukue roho kama siyo Yesu peke yake. Ukiona roho imetoka, basi jua Yesu amekubali. Na hiyo roho kama imetoka na Yesu amekubali na ni safi, itakaa mikononi mwa Yesu. Soma Mhubiri 8:8. Mhubiri mlango wa 8 mstari wa 8. Ndiyo. Hakuna mwenye uwezo Hakuna mwenye uwezo juu ya roho aizuie roho. Juu ya roho aizuie roho. Kidogo tu. Hakuna mwenye uwezo, nataka uelewe uwezo juu ya roho aizuie roho. Endelea. Wala hana mamlaka juu ya siku ya kufa. Wala hana mamlaka juu ya siku ya kufa. Hakuna mtu aliyepewa mamlaka ya kujua siku ya roho yake mwenyewe kuondoka ama roho ya mwingine. Hakuna. Wala hakuna kuruhusiwa katika vile. Wala hakuna kuruhusiwa katika vita vile. Wala uovu hautamwokoa yule aliyezoea. Wala uovu hautamuokoa yule aliyeuzoea. Kuna wale wamezoea uovu wakidhani kwamba uovu utawaokoa. Tunayoishi sote, kitu chochote unachokiona hapa duniani, kiwe ni kiumbe, kiwe ni nini, hakina uwezo juu ya roho ya mwanadamu. Ila aliye juu na uwezo juu ya roho ni nani? Mmoja tu, anayeitwa nani? Yesu Kristo. Soma Yohana 10:17. Tumjue ni nani huyu aliye na uwezo juu ya roho. Yohana Mtakatifu 10:17. Kuna mmoja tu. Yohana Mtakatifu mlango wa 10 mstari wa 17. Ndio. Ninasema, Ndiposa Baba anipenda kwa sababu na utoa uhai wangu ili niutwae tena. Yesu ana uwezo wa kutoa uhai wake mwenyewe. Sasa huyo ndiye mwenye uwezo
juu ya roho zote. Yeye ndiye mwenye uwezo juu ya mambo yote. Hakuna mwingine aliye na uwezo, na yeye ndiye anatenda mambo kwa wakati wake. Soma Maombolezo 3:37. Hakuna jambo linaloweza kutendeka hapa duniani bila yeye kuliruhusu. Ukiona kitu kimetendeka kinahusu roho, yeye Yesu amehusika. Akiwa hataki, haitaondoka wala haitakuwa gonjwa wala haitakufa, kwa sababu chochote kinachotendeka ni lazima yeye akiruhusu. Maombolezo, Lamentation, Maombolezo 3:37. Maombolezo 3:37 inasema, Ndio. ni nani asemaye neno nalo likafanyika? Ni nani asemaye neno nalo likafanyika? Ikiwa Bwana hakuliagiza. Ikiwa Bwana hakuliagiza. Jua leo ya kwamba hata shetani mwenyewe jambo kama hajaagizwa na Bwana, akiambiwa hiyo wacha anawa. Maana yeye Bwana, chochote kinachotokea hapa duniani ni yeye anaruhusu kiweze kufanyika. Sasa huyo Bwana ambaye ni Yesu Kristo ndiye neno anayekaa wapi? Ndani yetu. Na neno akikaa ndani yako umepona. Si ni sawa? Siku za mwisho maandiko yanasema kutakuwa na kulia na kusaga meno. Kunya msituni ni raha sana. Utaingia ndani ya msitu, toe shati, toe suruali, weke hapo, alafu uanze kunya. Lakini utakaposhtuliwa na sungura au paa, ndio tutajua kati ya mwendazimu na mtu aliye na akili timamu ni yupi. Kwa sababu hizo mbio utatoka hapo bila nguo, alafu unakutana na watu. Ni vizuri sana kunya msituni, lakini hapo ndipo kulia na kusaga. Kule kwetu watu wanaingia tu msituni, mtu anakunya, anatoa shati anaweka, anatoa suruali anaweka, anabaki mti kabisa. Sasa hapo sungura akitue mtu hapo, hizo mbio mtu ukikutana naye njiani anakuja na wewe utageuka, ni nani huyu? Ni nani huyu? Pigia Yesu makofi. Kwa habari ya kutendeka mambo duniani na habari za kifo, siku moja mvuvi mmoja akamuuliza mwenzake, ama familia moja ya wavuvi ikaulizwa na jirani yao, wewe familia yenu yote imekufa maji, wanaenda wanavua samaki, mwisho wanazama na boti wanakufa, wote wamekufa maji, na sasa wewe ndio umebakia mmoja, pia bado nakuona unaenda baharini. Siwe siku moja pia utakufa maji? Kama familia yenu yote ni wavuvi na wameenda na maji, wewe umebakia, si uache hii kazi, nenda ukakae nyumbani. Akamuuliza yule mtu aliyemuuliza ya kwamba kila siku watu wanalala kitandani na wanakufa kitandani. Je, watu wameacha kulalia kitanda? Kama baharini ndio watu wakienda wanakufa, je, kitanda watu wanakilalia kila siku na watu wanakufa hapo kitandani? Je, watu wameacha kulalia kitanda? Kama hawajaacha kulalia kitanda, hata mimi sitaacha kwenda baharini. Pigia Yesu makofi. Kwa sababu anayejua siku ya kuondoka roho ni nani? Ni Yesu. Si mwanadamu wa kuongopesha, usifanye hii, usifanye hii, itakuwa hivi. Hiyo siku ikifika Yesu anajua. Pigia Yesu makofi. Sina mengi kwa leo. Napenda kwenda na kiasi. Tuko na masaa mazuri. Tutaimba pia, tutatukuza kwa jina la Yesu. Nawapenda sana watumishi, ila ningependa kama kuna mahali tumejisahau katika kufunga na kuomba, jamani tuongeze kamba. Si sawa? Tufunge na tuombe na pia tuombeane. Ila majaribu yanapotokea ni mambo ambayo ni lazima katika safari ya wokovu. Wokovu hauko straight. Wokovu una mambo yake. Si sawa? Kwa hiyo tuombe sana na tufunge sana na Yesu atazidi kutubariki. Hebu kidogo kuna swali aketini tu. Mpatie. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ilikuwa ni kuongezea uzito wa somo la leo.
huko nyumbani kama wiki 2-3 zilizopita. Ndio. Kuna ndugu alikuwa anapitia hali fulani. Lakini baada ya kupewa neno na likakaa ndani yake, akakombolewa kuanzia hiyo siku. The next day na mpaka leo yuko mzima. So nini ambalo limesoma leo kweli neno likikaa ndani yako, Yesu mwenyewe akikaa ndani yako, ufufuo unao wa milele. Amen. Amen. Pigia Yesu makofi. Nikarudia, tumezoea vituko vya kudanganywa na wanadamu. Njoo nikuombee, njoo nikuwekee mkono, njoo nikuponye. Hizo zote anasema ni kazi za Yesu. Na ukimkubali huyo Yesu tena utakimbilia mwanadamu, utafanya nini? Angalia watu wanapofanya wajinga siku hizi kwa makanisa. Makanisa imekuwa kama ni hospitali. Yaani mtu analeta mgonjwa hospitali hapa aje aombewe. Hapana, ni neno. Neno likikaa ndani yako umepona. Ukiwa lezi wa kuomba na kufunga na kusoma neno, kila siku utakimbizwa kwa manabii. Wanajulikana kama prophet. Profesionali wako huko. Lakini mimi nakwambia wazi, ukitaka uponyaji wa kweli, kubali neno basi. Kuna mambo mengine. Umepona. Nani mwingine ana jambo? Karibu mzee. Tumsifu Yesu. Amen. Nashukuru kwa somo la leo, lakini na swali kuhusu hilo somo la Lazaro. Ndio. Lakini tunaona ya kwamba alipofika pale baada ya Lazaro kuzikwa, kufa na kuzikwa, mstari wa 34 alipokuwa anapewa maelezo, andiko inasema aliugua akafadhaika moyoni mwake. Alafu mstari wa 35 inasema ya kwamba Yesu alilia, kumaanisha alikuwa anampenda sana huyo Lazaro, rafiki yake, na akahuzunika yani kuhusu kifo chake. Lakini sasa alipoletewa habari alisema hiyo ni Lazaro analala. Lakini alipofika sasa wanamueleza anafadhaika, anaugua moyoni mwake, kisha analia. Sasa hapo ni vipi? Na alikuwa akuja mara moja azuie hiyo kitu. Amina. Asante sana ndugu yangu. Hilo swali ni zuri kabisa. Nitalijibu hivi. Ya kwamba tunarudi pale ni kwa nini ufufuliwe urudi duniani. Yesu alikuja kwa wakati wake na akafufua kweli. Kwa kwamba Yesu alikuwa analia kwa sababu Lazaro roho yake ilikuwa ni nzima. Na anapomfufua arudi tena duniani, haijulikani hapa duniani atatenda nini, labda aikose nini. Sasa alikuwa analia kwa sababu Lazaro anarudi tena kuishi duniani. Kwanza alikuwa ameenda vizuri. Je, maisha atakayoishi baadaye yatakuwa mazuri? Tukawa na mtumishi mmoja hapa akatueleza pia kwamba Hezekia pia hivyo alipoomba miaka 15, si sawa? Akapewa hiyo miaka 15 lakini hakufanya vizuri. Hiyo miaka 15 aliongezwa, hakufanya vizuri. Alikuja akazaa watoto wabaya, mmoja wapo akiwa ni Manase. Sasa kule kuongezwa miaka kwa Hezekia kulifanya wana wa Israeli wapitie shida, kwa sababu Manase alikuja akatawala lakini vibaya. Sasa Yesu anapolia, analia ya kwamba Lazaro anarudi tena duniani kuishi kwa mwili. Je, akiwa katika huu mwili atafaulu tena kuingia katika uzima? Maana ukiishi kwa mwili unaweza kuingia kwa dhambi wakati wowote. Lakini vile alivyokuwa amelala alikuwa amemaliza. Sijui kama hapo umenielewa. Pigia Yesu makofi. Lazaro, Yesu alilia. Na Yesu, huzuni wa Yesu ulikuwa mwanzo, aliambia wanafunzi wake, kifo cha Lazaro si cha mauti. Ndio. Wanafunzi wake hawakuelewa. Maana kifo cha mauti ni kifo cha dhambi, lakini Lazaro alikuwa nje ya dhambi. Amina. Sasa akawaambia kifo cha Lazaro si cha mauti, lakini wanafunzi hawakumuelewa. Sasa hapo Yesu akawa na tafiti, akajua hao wangu bado. Sasa alipofika pale kaburini, akaambia Martha, Lazaro atafufuka. Lakini wale hawakuamini pia na hawakuelewa. Ile Yesu alilia ni kwa sababu walikuwa hawajielewa ile kitu kinapoitwa kwa imani utatenda kitu. Watu walikuwa wako nyuma ya neno. Walikuwa hawajaelewa neno la Yesu.
neno la Yesu aliposema yeye ni ufufuo, pia walidoubt. Ndiposa Yesu akalia akasema, hao watu nitafanyaje ili waweze kuingia, ili waweze kuelewa neno langu na kutii? Wale watu walikuwa hawajaelewa, walikuwa bado gizani. Kwa hivyo Yesu alilia kwa sababu amekuja, lakini watu bado wamekatalia giza. Amina. Yesu alipenda iwe hivyo, si sawa? Amina. Anapozungumzia kifo cha Yohana, ni kweli pia pale tunaweza kujiuliza maswali, kwa sababu Yesu alipelekewa habari kwamba Yohana yuko gerezani. Yesu hakushughulika. Yohana amekufa, hakushughulika, alijitenga tu na wenzake, kwa sababu kazi ya Yohana ilikuwa imeisha, na angeendelea kuishi zaidi ya pale, labda hata angeanguka kwa dhambi asione ufalme. Pigia Yesu makofi. Kwa hiyo tunasema asante Mama Teresia, barikiwa sana. Haya, majibu yote yako sawa, ila kuna jambo kidogo ambalo nataka kuongezea. Amina. Kuhusiana na kulia kwa Yesu. Katika hali ya urafiki, Yesu alikuwa rafiki wa Lazaro. Ndio. Na pia katika hali ya binadamu, huwa mwanadamu ana hisia. Ndio. Na hisia huwa zinakuja hivi. Wakati unapokuwa mbali na tukio, huwa hisia si sana pale. Lakini sasa Yesu wakati alipoenda pale, maana alipokuwa na wanafunzi wake alikuwa anawatia moyo na anaonekana kwamba hii mambo imefanyika na ni sawa. Lakini alipofika pale, tension ikawa iko juu. Watu wote sasa ikawa ni kama wanamwangalia Yesu. Aliambiwa afike mapema na hakufika mapema. Na pia kwa sababu alikuwa amevaa mwili, hali ya binadamu pale sasa hisia. Ndio. Unaona? Huyu ni rafiki yangu. Unaona? Sasa watu wanasema wanamkejeli. Sasa pia pale hata kama ni wewe ni rafiki yako na uko yani mahali kwa tukio, lazima kitu kama hicho iwe kinaweza kikakufanyikia, kwa sababu pia Yesu alikuwa na mwili. Amina. Amina. Ndugu mwingine, mama muulizie jambo. Watu wa Beroya hawana haya. Kama kuna jambo linakutatiza, unainua tu mkono. Yesu Kristo. Amina. Hapo kwa ufufuo wa Yohana wa Lazaro. Ndio. Hiyo ilikuwa inafanyika ili kudhihirisha yale ambayo alikuwa amenenwa. Kwamba Yesu akija atafufua, ataponya. Ndio. Yaani ilikuwa ni udhihirisho. Hata ukisoma katika hiyo kitabu cha Yohana 11:40, Yesu anapoomba ili amfufue Lazaro, anasema anamfufua ili kazi ya Mungu ipate kujulikana. Kwa hivyo ikopo ile yote anafanya ni kudhihirisha uwepo wake. Watu watambue kwamba Yesu yuko duniani tayari. Ndio. Amina. Naomba mbarikiwe sana. Chukueni kama mnachukua maandiko Ezekieli 33. Nataka uchambuzi kidogo hapa. Ezekieli 33:12 mpaka 13. Na wewe mwanadamu, uambie wana wa watu wako, haki yake mwenye haki haitamwokoa katika siku ya kukosa kwake, na kwa habari ya uovu wake mtu mwovu hataanguka kwa ajili ya uovu huo siku ile atakapogairi na kuacha uovu wake, wala yeye aliye mwenye haki hataweza kuishi kwa haki yake siku ile atakapotenda dhambi. Kwa nataka ufunuzi zaidi ya huo mstari 33:12. Kuna mtu atamsaidia. Kuna siku tutapata wakati tutakuja kuchambua maandiko haya zaidi, lakini kwa kifupi ni kwamba tunakuja pale kwa kwamba je, unapookoka bado una dhambi? Tunarudi tu hapa, si sawa? Kwa sababu hii inasema mwenye haki hataokolewa na haki yake wakati atakuwa ametenda dhambi, mpaka aigairi ile dhambi ndio apate kuokolewa vizuri ama apate kutakasika. Kwa hiyo inakuja picha gani? Lile swali huwa tunaulizana mara nyingi. Je, wewe Mama Teresia, hivi umeokoka, hauna dhambi na hauwezi tubu? Sasa hapo ndipo ile andiko linagonga, kwa sababu inasema huyo mwenye haki, haki yake haitamsaidia kabla hajagairi uovu wake.
Huyu mwenye haki si ni mtu ameokoka? Sasa ni kwa nini haki yake isimsaidie? Kwa sababu ametenda nini? Dhambi. Sasa kwa vile ametenda dhambi, mpaka atubu ile dhambi, ndio Yesu abebe hiyo dhambi, abaki tena kuwa msafi. Pigia Yesu makofi. Na kwa andiko hilo pia tuko na Luka 15 mstari wa 7 inaposema ya kwamba afadhali mwenye dhambi mmoja anayetubu kuliko wenye haki 99 ambao hawataki kutubu. Hawa wenye haki si ni watu wameokoka, lakini ndani ya wokovu kuna makosa madogo madogo wanafanya, na wanasema sisi tushakombolewa, hatuna dhambi. Lakini ukijielewa kwamba hata ukiokoka kuna kunyenyekea kwa siku nzima, huenda umetamkia mtu vibaya, umekwaza mtu, wakati ikifika jioni unanyenyekea kwa Yesu, Baba nisamehe makosa yangu, mahali nimekosea, Yesu nisamehe. Ukisema tu namna hiyo, Yesu anabeba ule mzigo, unabaki tena kuwa mwepesi, kuwa mtakatifu. Lakini andiko hili limetufundisha vizuri ya kwamba wewe unayedai kwamba ni mwenye haki, usipogairi hiyo dhambi na utubu, basi haki yako haitakusaidia. Nafikiri hapo umenielewa. Na hii inakuja kwa injili moja inayokuja inayosema kwamba ukishaokoka huna dhambi. Unaona hapo mahali shida huwa inaingilia, kwamba mimi na wewe tukiokoka hatuna dhambi. Lakini Mhubiri 7:20 inasema ya kwamba hakuna mtu hapa duniani asiyetenda dhambi, anayetenda mema pekee. Mhubiri 7 mstari wa 20. Kwa hivyo hilo andiko ni zuri sana, na kuna mtu pia atakwambia hilo ni agano la kale. Si sawa? Yesu alishakuja, sasa hakuna shida. Mimi nakwambia mambo yote yaliyotendwa na mitume na hata Torati, Yesu hakuyaondoa, bali aliyakamilisha. Aliyatoa mwilini akayaweka rohoni. Sasa andiko kama hilo mtu atakwambia achana na agano la kale bwana, tuangalie agano jipya linasemaje. Lakini huyu nabii kwa nini atumwe, na ni kwa nini andiko liwe mpaka leo? Ina maana yake, si sawa? Kwa hiyo sote hapa tumeokoka na ni wenye haki, lakini utakapoteleza na utende dhambi, basi usipotubu kwa hiyo dhambi hautaona uzima. Na pia Yesu makofi. Na hii pia tuchunge sana, kwa sababu tukisema kwamba sisi wenye haki nasi tunatenda dhambi, basi kila mmoja atatenda dhambi na akatubu tu, maana si atajua hili ni jambo la kawaida. Kuna dhambi ya kukusudia na dhambi ya kutokusudia. Wakati unatenda kitu na unajua hiki ni kibaya, Yesu atakuchapa kabla hujatubu. Umeitenda saa hii, kabla jioni utakuwa umechapwa tayari. Wewe unatenda makusudi, atakuchapa kwanza ndio akusamehe. Ni kama vile mtoto wako anapokosea, amekula nyama mbili kwa sufuria, si utamchapa kwanza, ale kiboko kwanza ndio ajue kwamba hii ni mbaya. Sasa ni hivyo wapendwa, hii injili inayokuja kwamba ukiokoka huna dhambi inasukumwa kweli, lakini Biblia imejaa maandiko matamu sana, matamu tu sana, ya kwamba lazima tuwe tunaweza kutubu mbele ya Muumba wetu Yesu Kristo. Pigia Yesu makofi. Kuna mwingine labda karibu ndugu yetu Benson, tunamaliza na wewe kwa sababu saa 7 imefika sasa. Mimi nataka kuuliza kitu. Ndio. Nataka pia ufafanuzi zaidi. Ndio. Kuna kitu ambacho Yesu aliulizwa na Mafarisayo. Na akasema hebu nileteeni hiyo sarafu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio. Akauliza hii sarafu ina chapa ya nani? Ndio. Wakamwambia ni ya Kaisari. Akawaambia basi vya Kaisari mpeni Kaisari. Na vya Mungu mpeni Mungu. Ndio. Sasa swali langu hapa ni je, Yesu alikuwa anaongea na hawa watu specific, ama je alikuwa anaongea na watu wote? Kwa sababu ulimwengu huu tunaoishi vyote tunavyovitumia ni vya Kaisari. Kwa sababu hata hizi fedha tulizonazo zina chapa ya huyo Kaisari. Sasa ndio nataka kujua, je, wakati huo Yesu alikuwa anaongea na specific people ama alikuwa anaongea na watu wote kiujumla? Haya, tusaidia nini hapo? Waliokuwa wamemuuliza swali, si sawa? Kuna mkono uko juu mahali. Alikuwa karibu.
Ile jambo Yesu alikuwa anazungumzia, kwa maana wale watu walikuwa wanataka kuchanganya. Kaisari ni yale mambo ya dunia, mambo ambayo yalingana na dunia. Ndio. Wache ifanyike duniani, lakini msichanganye na mambo ya kiroho. Ndio. Sasa hapo ndio Yesu akasema, ukiwa kuna mahali imeandikwa, ukiwa umependa dunia, penda sana. Na ukiwa unapenda dhambi, fanya sana, usichanganye. Ndio Yesu alitaka kutenganisha mambo ya dunia na mambo ya kiroho. Iko tofauti. Kwa hivyo ya kiroho, fanya kiroho. Lakini ya dunia, kama umeingia duniani, wacha fanyia dunia mambo yake yote. Usichanganye ukiwa katika Yesu. Amen. Ukapata wokovu. Lakini kama unataka dunia, fuata dunia. Fuata dunia. Sasa hilo swali nilijibu kwa upande wa fedha sana, ni kwamba mtu asipoelewa maandiko na aende hivi hivi, atakataa kula, atakataa kunywa maji, atakataa kuketi, kwa sababu si vyote hivi ni vya dunia. Lakini inakupasa uelewe maandiko, Yesu alikuwa amemaanisha nini. Vya dunia inaweza kuwa anasa za dunia na dhambi za dunia, vitu ambavyo havimpendezi yeye. Sasa yule anayependa anasa za dunia aendelee nazo, lakini yule anayetaka kumtumikia Bwana amtumikie Bwana. Ile pesa sarafu alitumia kubashiri pande mbili, upande huu na upande huu. Wewe wataka upande gani? Sasa yule anayetaka dunia azame duniani, na duniani, vya dunia ni vile vitu ambavyo havimtukuzi Yesu. Kulasima inamtukuza Yesu ama imtukuzi? Kuketi kama hivi tumeketi, tunamtukuza imtukuzi? Kuna yale ya kwenda baa, kunywa pombe, ukahaba. Hayo ndio Yesu alikuwa anazungumza, mambo ya dunia. Lakini hebu acha tuangalie tena hapa Mhubiri 10:19 inazungumzia fedha pia, kwa sababu alikuwa azungumzia hasa utajiri na umaskini. Hapo alikuwa anazungumzia kile wewe unataka. Hebu soma Mhubiri 10:19 alafu tumalizie hapo. Ila Mafarisayo ndio walikuwa wanaambiwa maneno haya. Sijui Mafarisayo mwapenda vya dunia, endeleeni na vya dunia, ni sawa. Lakini wale wanaomtaka Yesu, kwa sababu walikuwa pale pia, nifuate. Haya, twende. Mhubiri 10:19 inasema, karamu hufanywa kwa ajili ya kicheko, kufurahisha maisha. Na fedha huleta jawabu la mambo yote. Amina. Tosha tu. Tusimame.